Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni matumaini yangu ya kwamba mpo salama kabisa. Ni watu wengi ambao walikuwa wakihoji na kuuliza hatma ya kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, pamoja na ukimya ambao upo mpaka hivi sasa. Na kubwa zaidi ni taarifa moja kwa moja kutoka Chadema, hatima ya kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo leo Chadema wametoa taarifa kuhusu nini kinafuata na tarehe husika ambapo kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Lissu itaendelea tena. Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, inatarajiwa kuanza kusikilizwa mfululizo kuanzia tarehe 9 ya mwezi wa pili hadi tarehe 6 ya mwezi wa tatu mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chama cha Chadema Taifa, Gaston Garubindi, amethibitisha kupitia mtandao wa X kuwa Lissu tayari amepokea taarifa rasmi kutoka kwa naibu msajili wa Mahakama Kuu kuhusu ratiba hiyo mpya. Kesi hiyo yenye namba 1965 ya mwaka 2025 inasikilizwa na jopo la majaji watatu, Mheshimiwa Dunstan Ndunguru, lakini pia Mheshimiwa James Karayemaha pamoja na Mheshimiwa Ferdinand Kiwonde. Kesi hii ambayo ilisitishwa tangu Novemba 12 mwaka 2025 kutokana na likizo ya mwisho wa mwaka ya mahakama, inatokana na tuhuma za uhaini ambazo zimeelekezwa dhidi ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu mwezi wa 4 mwaka 2025. Tangu kuanza kwake, shauri hili limevuta hisia kali ndani na nje ya nchi ya Tanzania, likichochea mijadala mingi kuhusu uhuru wa kisiasa, lakini pia nafasi ya vyama vya upinzani pamoja na haki ya kisheria kwa viongozi waandamizi wa kisiasa nchini. Tundu Lissu ambaye anajisimamia mwenyewe mahakamani amekuwa akisisitiza kuwa mchakato huo uwe wa wazi na uendelee bila ucheleweshwaji usiokuwa na lazima, akiegemea haki za kikatiba na misingi ya utawala wa sheria. Shauri hili limeshapita katika hatua mbalimbali za awali, ikiwemo hoja za upande wa mashtaka pamoja na utetezi, pamoja na maamuzi ya mahakama kuhusu mapingamizi ambayo yaliwasilishwa wakati wa vikao vilivyopita. Lakini pia kwa wale ambao wanafuatilia update moja kwa moja kutoka mahakamani, tunakumbuka pingamizi la mwisho ilikuwa ni Mheshimiwa Tundu Lissu akipinga shahidi wa asili kuwekwa kwenye kizimba ambacho hata mahakimu na majaji pia hawawezi kumuona, lakini shahidi huyo wanamfahamu tu mawakili wa upande wa serikali. Lissu akipitia sheria pamoja na vifungu mbalimbali akipinga jambo hilo, na baada ya kuweka pingamizi hilo, upande wa jamhuri ukaomba muda zaidi wa kwenda kupitia ili wakajipange kuja kumjibu Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo tukirejea mahakamani kuanzia tarehe ambazo nimekutajia, ambapo kesi itaanza kusikilizwa mfululizo kuanzia tarehe 9 ya mwezi wa pili hadi tarehe 6 ya mwezi wa tatu mwaka huu katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Tutajifunza lakini pia kuona mengi zaidi kuhusu kesi ambayo inamkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia kwa upande mwingine, mkurugenzi wa mawasiliano Chadema Brenda Rupia ametoa taarifa pia hii, na tutapitia hapa kuona comment za Watanzania wana maoni gani baada ya ratiba hii kutoka, namna ambavyo kesi ya Tundu Lissu itaendelea kusikilizwa. Brenda Rupia amechapisha taarifa hii, anasema kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu kuendelea. Chadema inawafahamisha kwamba kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu, Criminal Session Case namba 1965 ya mwaka 2025 imepangwa kuendelea Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam kuanzia tarehe 9 ya mwezi wa pili hadi tarehe 6 ya mwezi wa tatu mwaka huu. Ikumbukwe kwamba kesi hiyo inasikilizwa na majaji watatu. Tayari Mheshimiwa Lissu jana alipokea taarifa rasmi kutoka kwa naibu msajili wa Mahakama Kuu. Tukutane mahakamani. Kwenye komenti huyu wa kwanza anasema, watu wanarudishwa tena darasani, tulikumisi sana Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia mwingine akasema kwamba kila jema mbele yako mwenyekiti wangu, tutashinda, Mungu yupo. Lakini pia mwingine akasema kwamba yupo Mungu msemaji wa mwisho, hii vita tutashinda.
lakini pia mwingine akasema kwamba ushindi upo karibu sana. Mwingine pia akasema mahakama zetu zipo kwa ajili ya kutesa watu na sio kulinda watu. Lakini pia mwingine akasema kwamba vipi na ile kesi ya kuunganishwa kwenye mali za chama itasikilizwa lini? Lakini pia mwingine akasema kwamba safi, turudi tena darasani maana tumemisi darasa la sheria kwa Watanzania. Ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao kufuatia taarifa hii, ambapo kesi itarejea tena mahakamani. Kubwa, tuachie maoni yako kama Mtanzania, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa kede kede.